Mtazamaji wa Ngale Sports, karibu sana. Tuzungumzie klabu ya Yanga ambayo tayari imeshafunga safari kutoka Tanzania kuelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat. Tunafahamu kwamba Yanga ana alama 5 kwenye kundi lake, anasimama kwenye nafasi ya pili kikanuni kwa sababu ya kanuni ile ya head to head, kwa maana walivyokutana kati ya yeye na FAR Rabat katika uwanja wa nyumbani wa Yanga ambao ni New Amani Complex, ambapo Yanga alishinda kwa goli 1-0. Ni mchezo namna gani, lakini zipi hesabu za Yanga za kufuzu hatua ya robo fainali ya hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Tutazame kitu gani ambacho anaweza kufanya, lakini pia tuwaangalie wapinzani wao FAR Rabat wanazungumza lugha ya namna gani, lakini pia kikosi chao kipo vipi. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe, waambie na wenzio uchambuzi umeanza. Ukiwatazama Yanga wamekuwa na wakati mzuri katika michezo ugenini, pengine kuliko hata michezo ya nyumbani, kwa idadi ya michezo mingi ambayo tayari wameonekana kushinda, lakini pia kuwa na wakati mzuri. Hapa nazungumzia historical background ya Yanga kwenye hii michuano ya Afrika katika michezo ile ya ugenini. Mfano, msimu wa Yanga wakati anakwenda kucheza katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, miongoni mwa msimu ambao Yanga alionyesha ubora mkubwa sana ugenini ulikuwa ni msimu ule. Kwanza, tiketi yake ya kufuzu kwenda hatua ya makundi alipata ugenini dhidi ya Club Africain ya kule Tunisia, ambapo alitoka bila Benjamin Mkapa. Akaenda kupata alama moja tu ya makundi dhidi ya Real Bamako kule Mali. Akaenda kushinda kwenye mchezo wa hatua ya mtoano dhidi ya Marumo Gallants Afrika Kusini. Yanga alikuwa na wakati bora sana, ikiwemo kushinda mchezo wa fainali ya pili kule ugenini Algiers, kwa maana ya kule Algeria, ambapo alishinda goli 1-0, lakini hakuchukua ubingwa kwa sababu ya aggregate ya magoli ya 2-1 ambayo tayari tulimshuhudia USM Alger akishinda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa msimu huu mambo yamekaaje? Kwanza tumwangalie mpinzani wa Yanga FAR Rabat amesimama kwa namna gani. Kwanza ni timu ambayo ina uzoefu na ukomavu kwenye hii michuano ya Afrika, lakini pia wamekuwa na wakati mzuri. Hata kikosi chao pia kina nyota ambao kuwatazama na kuwachunga wakati wa mchezo ukiwa unaendelea, ili Yanga atimize malengo yake, kwa sababu kimahesabu Yanga anahitaji kupata ushindi, anahitaji kupata sare, lakini asipoteze kwa magoli 2 na kuendelea. Inaweza ikamletea shida kwenye mazingira ya head to head. Kikosi cha FAR Rabat kinaongozwa na kocha Mreno Alexandre Santos, ambaye yeye pia amewahi kupita kwenye timu ya Sporting Lisbon ya vijana, ambapo pia timu hiyo amewahi kupita kocha wa sasa wa Yanga Pedro Gonçalves. Lakini pia Alexandre Santos amepita kwenye klabu ya Petro de Luanda ya Angola, ambapo pia kocha wa sasa wa Yanga Pedro Gonçalves yeye amefundisha timu za vijana za Angola, lakini pia amefundisha senior team, wachezaji wa ndani ama wanaocheza ligi ya ndani wa Angola kwenye ile michuano ya Kosafa, ambao walikuwa na wakati mzuri sana kwenye fainali za Kosafa kwa miaka 2 mfululizo, ambapo tulishuhudia wakichukua ubingwa 2024, wakachukua ubingwa 2025, ambapo nyota wao Laurindo Maria maarufu kama Depu akiibuka mfungaji bora kwa msimu wa kwanza na msimu wa pili chini ya kocha Pedro Gonçalves. Kwa maana ya kocha Santos wa FAR Rabat anamfahamu kocha Pedro, kocha Pedro pia anamfahamu kocha Santos wa FAR Rabat kwa kile ambacho wamepita wote katika taifa la Angola kwenye mpira wao. Huyu mwingine kuangaza vilabu, mwingine sana kwa upande wa timu za taifa, kwa timu za vijana mpaka timu za senior. Eneo lingine ni kwa baadhi ya nyota ambao unaweza kuwatazama kama nyota wa kuchungwa. Langoni kwao kuna mlinda lango ambaye ni Tagnut
Reda ambaye yeye alikuja hapa na kikosi cha Morocco kwenye fainali za CHAN ambazo zilifanyika kwenye mwamvuli pamoja bid Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Ni miongoni mwa walinda mlango ambao walikuwa na performance bora sana. Toka hapo akaenda kushinda FIFA Arab Cup ambao pia walikuwa na wakati mzuri na wakatoa mchezaji bora wa michuano ya FIFA Arab Cup ambapo anapatikana ama anacheza kwenye kikosi hiki cha AS FAR Rabat ambaye ni Mohamed Himat, eneo la katikati ya uwanja. Himat ambaye tunamzungumzia hapa, tunamzungumzia MVP ama mchezaji bora wa ligi ya Morocco kwa msimu uliopita. Maana yake sio kikosi katika ule uto wa mgongo umeshiba na kusheheni. Na mfumo ambao nimemwona kocha Santos akiutumia ni 3-4-3 ambapo ukienda kuangalia unakutana na mazingira kuwa na wing back wawili. Katika hao wing back wawili ambao anawatumia, anamtumia upande wa kushoto T Canero. T Canero ni mlinzi wa raia wa Angola, anacheza pembeni kushoto, lakini kulia anacheza Anas Bash ambaye muda mwingi ameonekana kuwa na wakati mzuri kwenye kusupport mashambulizi pale ambapo wanakuwa wanashambulia, lakini pia wakiwa wanashambulia. Eneo la katikati ukimuondoa Himat, yupo pale pia Zadine Deraga ambaye amekuwa na wakati mzuri sana, lakini pia eneo la juu kuna mchezaji ambaye ni tishio Hamza Kaba mbali na yeye, lakini pia yupo Reda ambaye Reda Slim amekuwa na wakati mzuri wa kuwafunga Yanga katika timu mbalimbali ambazo amepita. Ahli amewahi kuwafunga Yanga, akiwa na Usma aliwahi kuwafunga Yanga kwenye hii michuano ya Afrika. Maana yake Yanga wanacheza dhidi ya mchezaji ambaye anakutana na mchezaji ambaye ameshawahi kuwafunga kwa zaidi ya mchezo mmoja. Sasa tumekiangalia kikosi chao kina wachezaji wa aina gani, lakini pia wanaweza kuofa kitu gani. Licha ya kutumia mfumo back 3 kwenye mchezo uliopita pia dhidi ya JS Kabylie ambao walifunga goli 1-0, walishinda kwa goli la Hamza Kaba. Ni timu ambayo haichezi direct, hawapigi pasi chache, wanaweka mpira chini, wana possess na kuprocess mashambulizi na kuwa na wakati mzuri. So kwa tafsiri hiyo, hesabu za Yanga za kwanza, anaingia kwenye mchezo pasi na kwenda kuruhusu goli zaidi ya moja, lakini pili anaingia kwenye huu mchezo akiamini kuwa kuna nyota ambao wako na wakati mzuri kwenye hiyo mechi, maana yake umakini unatakiwa kuongezeka. Lakini cha tatu, kocha wa sasa wa hawa AS FAR Rabat Alexander Santos anamfahamu vizuri kocha Pedro Gonçalves, lakini pia kocha Pedro anamfahamu kocha Santos. Miongoni mwa silaha zake za kwanza kocha Santos ni kupress kutokea juu, yani kukaba kutokea mstari wa juu, kwamba unapopoteza mpira wale washambuliaji wanageuka na kutengeneza mazingira ya wao kuwa rafiki zaidi wakiwa wanautafuta mpira kwenye lango la timu pinzani. Hiyo ni miongoni mwa silaha ya kwanza na kubwa ambayo kocha Santos amekuwa akiitumia. Lakini pia tumemuona kocha Pedro akijaribu kutumia mfumo wa walinzi watatu, akimwanzisha Dickson Job, lakini ameonekana muda mwingi kwenda pembeni kulia, akimwanzisha Bakari Rondo Mwamnyeto, akimwanzisha pia na Ibrahim Abdullah ama Ibrahim Ahmad maarufu kama Baka. Ukitazama ni shape ambayo inakwambia kabisa wana walinzi watatu, lakini inavyo operate wanamna Dickson Job akiwa amezidiwa, huwa umuone kipanda kama fullback wa pembeni anavyotakiwa kuoperate katika mpira wa kileo. Kwa hiyo ni moja ya mchezo ambao umeonekana kuwa na vitu vingi, lakini maelekezo mengi sana ya kimbinu. Sasa hesabu za Yanga zimekaa hivi, kwa sababu anaongoza head to head wa kufunga goli moja, maana yake anatakiwa yeye kupata goli ugenini. Labda mfano Yanga akapoteza 2-1, hii moja itakuwa na faida kwa sababu yeye alifunga goli moja nyumbani kwake, akaenda kufunga goli moja ugenini. Lakini Yanga akipoteza 2-0, itakuwa ni wakati mgumu kwenye eneo la head to head, kwa sababu hawatakuwa na wakati bora zaidi, kwa sababu wao wamefunga magoli mengi zaidi kuliko ile goli moja ambalo kwao wamefunga. Hiyo ni changamoto ambayo Yanga anakutana nayo, lakini kama akiweza kuidhibiti inaweza ikamtengenezea mazingira yeye kuwa na wakati mzuri zaidi katika ule msimamo wa kundi lao, kundi B, lakini pia kuhakikisha kwamba anapiga hesabu zake vizuri ya kuto kupoteza mchezo wake wa mwisho ambao atacheza nyumbani dhidi ya JS Kabylie. Ukiangalia yeye anakwenda ugenini dhidi ya FAR Rabat, lakini mchezo wa mwisho atamaliza katika uwanja wa New Amaan Complex dhidi ya Kabylie. Maana yake akishinda mechi ya Kabylie atakuwa na alama 8. Wakati huo kimwombea mabaya FAR Rabat akapoteze
nyumbani kwa Ahli, ambapo Ahli yeye alitoka sare ya 1-1 na FAR Rabat nyumbani kwake. Wakati huo pia Kabylie, wakati Kabylie anacheza na Yanga anacheza na FAR Rabat, Kabylie akapoteza mchezo mbele ya Ahli, Yanga atakuwa na nafasi bora pengine ya kupita kwenda katika hatua inayofuata, huku akimwombea mabaya kwa karibu zaidi FAR Rabat ya Morocco. Hii ni Ingale Sports, usisahau kusubscribe.